Hujambo na karibu ndani ya JCTV. Hiki ni chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya DRC. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu tutapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa wanaripota wetu. Leo ni Jumapili, Februari 22, 2026. Mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Kumeripotiwa mapigano katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama inavyoangazia ripoti ya Kilongo Espoir Itel. Kwa mara nyingine tena waasi wa M23 AFC wamevunja mkataba wa usitishwaji vita uliotangazwa na mpatanishi Angola. Kupitia tangazo la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inasema kuwa jeshi la Rwanda na washirika wao wa AFC M23 wamevamia vituo vyao Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kinyume na mapatano ya kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na rais wa Angola Joao Lourenço. Katika taarifa ya Februari 20, 2026, uongozi wa jeshi unasema kuwa Februari 18 na 19 wanajeshi wa Rwanda na waasi wa AFC M23 walivamia vituo vya FARDC huko Ihula, eneo la Walikali, na kwenye vilima vya Kazaroho, Bugabo, Chai na Virumbi, eneo la Ruchuru, Kivu Kaskazini. Kivu Kusini, FARDC inasema kuwa kuna mashambulio yaliyofanywa na RDF M23 Twirwaneho FNL Zabapema Rede Tabara katika vijiji kadhaa ikiwemo Mikenge na Kalonge kwenye milima ya Fizi, Uvira na Kahungwe, Kanga na Lugeje. Taarifa hiyo inasema nyumba 4 zimechomwa moto na kijana mmoja wa miaka 18 Matabishi Sisto Azini ameuawa. Jeshi la Kongo linasema kuwa mashambulio haya yanaonyesha nia ya kuharibu mchakato wa amani na linasema kuwa linaendelea kutii mapatano ya kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na mpatanishi wa Angola. Kwa upande wao AFC M23 wanasema kuwa FARDC na washirika wao ndio wahalifu wa mauaji kwenye milima ya Kivu Kusini na wanashutumu uvunjifu wa mapatano ya kusitisha mapigano chini ya mikataba ya Doha na Washington. William Mbeshe, msemaji wa JPCDC, kundi lake jemedari Chisiki Mulinga, awali lililoongozwa na Shabani Mirasano Uragadi Kongo, anaamini kwamba ni kawaida ya M23 kuharibu mpango wa usitishwaji vita. Mimi ni William Mbeshe, msemaji wa kundi JPCDC, Juste Patriotes pour le Changement et la Défense du Congo, ambayo inaongozwa naye jemadari Chisiki Mulinga. Kundi hili lilikuwa likiongozwa hapo awali naye jemadari Shabani Mirasano Willy Daniel, ambaye alikuwa julikana kwa jina la Uragadi Kongo. Mtazamo wetu ni kusema ya kwamba hatua hiyo ingalikuwa nzuri, ila wauni wa M23 hawaheshimu kabisa, hawaheshimu hiyo mipango yote ambayo inafanyika. Wanaweza kukubali watafanya hivyo, ila ukifika kwenye shamba la mapambano kila mara, kila muda wanakuwa wanaenda kuchokoza wazalendo, wanaenda kuchokoza FARDC, na hiyo kabisa inakuwa inaleta tena shida mbalimbali. Sisi tunaweza kusema kwa government yetu CCLF ndio inaweza kufanyika, ila kushamba la mapambano haitawezekana kabisa, sababu hao ndio wanakuja tena wa M23 wanakuja kuchokoza watu, wanakuja kuchokoza maposition. Nitakwambia hapo majuzi tulikuwa hapo kwenye barabara nambari 3 Chivanga Bunyakiri Walikale, ambapo walikuja kuchokoza wazalendo mahali ambapo wanakuwa. Sasa tutajiuliza, je, wanaheshimu CCLF? Ni kusema hawaheshimu kabisa, lakini si mtazamo wetu, ingalikuwa ya mzuri kama wanaweza kuheshimu. Hata hivyo, kabla ya mkataba huo kuanza, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitofautiana maoni, huku wamoja wakisema kwamba serikali ya Kongo na wazalendo wasingelijali mpango huo ambao ni wa usitishwaji vita, mara mingi M23 ikiwa haiheshimu,
na wakati wowote kunapokuwa mpango wa usitishwaji vita ndipo M23 inanufaika na kuchukua maeneo mengine katika eneo nzima la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yakijiri, mapigano makali yamefanyika kati ya wazalendo na wanajeshi wa M23 kwenye kituo cha biashara cha Kavumo Ijumaa ya Februari 20, 2026 saa 9 ya hivi mchana. Washuhuda wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika katika sehemu mbalimbali za kituo cha biashara na kusababisha hofu kubwa katika wananchi. Watu waliokuwepo katika sehemu hiyo walikimbilia majumbani na maduka yakiwa yamefungwa kwa hofu kubwa. Tukio hilo limesababisha wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa Kavumo. Shughuli za kiuchumi zilisimama kwa muda, maduka yakifungwa kwa sababu za usalama. Hali bado ni mbaya, wananchi wanasisitisha utulivu urejee ili shughuli zao ziendelee kama kawaida. Katika tarafa la Fizi huko Minembwe, wazalendo wamesema wanauzingira mji wa Minembwe ili kujaribu kurudisha chini ya mamlaka yao. Kulingana na habari tulizozisoma kwenye mitandao ya kijamii zinasema kwamba waasi wa M23 wamepatwa na maafa makali katika eneo hilo la Minembwe, ambako baadhi ya viongozi wao wamejeruhiwa katika vita na hivyo wamepungukiwa na moto. Serikali imeahidi kwamba ni lazima irejeshe maeneo yote yanayokaliwa na adui. Hayo yakiendelea namna hivyo, wazalendo wanasema kwamba ni lazima wakomboe miji muhimu ambayo inakaliwa na adui. Kwingineko ni kwamba kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia misaada ya kibinadamu Haja Laibibu amekamilisha ziara yake katika mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, siku ya Ijumaa Februari 20 mwaka 2026. Akiwa mjini Goma, alikutana na wawakilishi wa AFC M23, kundi linalodhibiti mji huo kwa sasa, na baada ya mazungumzo hayo alisema amepokea ahadi madhubuti kutoka kwa pande alizozungumza nazo na ana matumaini kwamba zitatekelezwa. Ziara hiyo ilihitimisha safari yake katika eneo la Maziwa Makuu, ambako pia alikutana na marais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Evariste Ndayishimiye wa Burundi na Paul Kagame wa Rwanda. Hii ni mara ya kwanza kwa ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya kutembelea Goma tangu mji huo uchukuliwa na AFC M23 mwezi Januari 2025. Akiwa Goma, Laibibu alishiriki mkutano kuhusu changamoto za upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, kutembelea hospitali ya Ndosho inayosaidiwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC. Pia alifanya mazungumzo na viongozi wa kisiasa na kijeshi wa AFC M23, akiwemo mratibu wao Corneille Nangaa. Mazungumzo yalijikita katika kuheshimu sheria za kimataifa na kibinadamu, kuruhusu mashirika ya misaada kufika bila vikwazo katika maeneo yanayoathiriwa na mapigano, na swala la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma. Kwa mujibu wa kamishna huyo, kumekuwa na malalamiko kuhusu mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa kukumbana na masharti ya kiutawala yanayochukua muda na kuathiri utoaji wa huduma za dharura, jambo alilolitaja kuwa hatari kwa hali ya kibinadamu. Katika kile kilichoelezwa kama ishara ya nia njema, AFC M23 ilitangaza kuachiliwa kwa vijana 41 waliodaiwa kuhusika na wanamgambo wa wazalendo, wanawake zaidi ya 100 wanaohusishwa na FRDC na wazalendo waliokuwa wakishikiliwa Rumangabo, pamoja na wanajeshi 230 wa FRDC waliokuwa wakipatiwa matibabu katika kambi ya Katindo. Laibibu alisema hatua hizo zinaweza kusaidia kufungua njia ya mazungumzo na kusitisha mapigano, akisisitiza kuwa mafanikio ya mazungumzo yanahitaji ushiriki wa pande zote. Kwa upande wake, Corneille Nangaa alieleza kuwa wako tayari kujadili kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma, mradi masharti yaliyopo yaheshimiwe. Aliongeza kuwa AFC M23 kwa sasa inasimamia eneo kubwa lenye maelfu ya kilomita za mraba na mamilioni ya wakazi. Na mwishowe kabisa, mchimbaji mmoja wa madini amepoteza maisha mchana wa tarehe 20 Februari mwaka 2026 kufuatia ajali iliyotokea katika eneo la uchimbaji madini huko Shabunda, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, ajali hii ilitokea wakati wachimbaji walipokuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida ndani ya shimo la mgodi. Inadaiwa kuwa sehemu ya udongo na mawe iliporomoka ghafla na kumfunika mchimbaji huyo, hali iliyosababisha majeraha mabaya yaliyopelekea kifo chake papo hapo.
Wenzake waliokuwepo katika eneo la tukio walijaribu kufanya juhudi za haraka kumwokoa, lakini ilielezwa kuwa hali ya mgodi huo haikuwa salama na ilichelewesha operesheni za uokoaji. Mwili wa marehemu uliweza kutolewa baada ya muda, huku tukio hilo likizua simanzi na hofu miongoni mwa wachimbaji wengine. Shabunda ni miongoni mwa maeneo yenye shughuli nyingi za uchimbaji wa madini kwa njia ya kienyeji katika mkoa wa Kivu Kusini. Hata hivyo, ajali za aina hii zimekuwa zikitokea mara kwa mara kutokana na ukosefu wa vifaa salama na kutokuwepo kwa usimamizi madhubuti wa shughuli za uchimbaji. Viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa wachimbaji kuchukua tahadhari zaidi wanapofanya kazi zao, huku wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama katika migodi ya kienyeji ili kuepusha vifo na majeruhi wa mara kwa mara. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.